Tunashukuru kuwa pamoja, na kwa dakika hizi chache tutakwenda kuona kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yetu na katika kanisa kwa kila Mkristo. Kazi za Roho Mtakatifu katika maandiko matakatifu, tukisoma katika barua ya kwanza ya Paulo kwa Korinto, sura yake ya kwanza, pale kuna neno la Mungu ambalo linasema hivi. Katika barua hii neno la Mungu linasema hivi kwamba fuateni mapendo, muwe na hamu sana mupate zawadi za Roho, lakini zaidi mupate kutabiri, kwa sababu yeye anayesema kwa lugha husema na watu, lakini na Mungu. Maana hapana mtu anayesikia, lakini katika Roho anasema mambo ya siri. Lakini yeye anayetabiri anasema na watu maneno ya kuwajenga, kuwafariji na kuwatuliza. Ni neno la Bwana. Haleluya. Tuongeze basi barua ya Paulo kwa Waefeso, sura yake ya 4, mstari wa 10 na wa 12, kwa maana leo tunataka kusema habari za kazi za Roho Mtakatifu katika kanisa. Na hii kidogo tulisema habari za faida yake kwetu, lakini hasa kazi za Roho Mtakatifu katika kanisa. Biblia inasema hivi katika Waefeso sura yake ya 4, mstari wa 10 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, yeye aliyeshuka ndiye aliyepanda vile vile juu sana kupita mbingu zote, ili ajaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wahubiri wa habari njema, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kukamilisha watakatifu kwa kazi ya utumishi, hata mwili wa Kristo ujengwe. Ni neno la Bwana. Amen. Wapendwa, ni siku ya 3 tuko hapa tukijifunza na kusoma namna gani ahadi ya Mungu ilitimilika ile siku ya Pentekoste. Mungu akatimiza ahadi aliyoisema katika kitabu cha nabii Yoeli. Tulisoma hiyo katika kitabu cha nabii Yoeli. Tulisoma habari hiyo katika Yoeli sura yake ya 2, mstari wake wa 28. Neno hili tafadhali nahitaji kulisoma tena, kwa sababu tunazungumzia sasa kazi za Roho Mtakatifu katika kanisa. Na hapa Yoeli anasema namna gani katika unabii huo. Mungu anamwambia Yoeli hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Ni neno la Bwana. Wapendwa, tukisema habari za Roho Mtakatifu, elewa kwamba tunasema habari za Mungu katika dunia. Ninasema habari za Roho Mtakatifu ni habari za Mungu katika dunia, habari za upendo wa Mungu, habari za kazi ya Mungu, habari za shabaha ya Mungu katika dunia. Nieleze hivi kila wakati niko nasema kwamba ujio wa Roho Mtakatifu ni kama vile kuumba dunia upya.
Pasipo Roho Mtakatifu hakuna kazi ya Mungu katika dunia. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna mtu awezaye kufanya mapenzi ya Mungu katika dunia. Ninasema tena, pasipo Roho Mtakatifu katika dunia hakuna mtu anayeweza kufuata Mungu katika dunia. Leo tuko na wapendwa wetu ambao tulibatiza leo 8 ambao tumebatiza, na tumewaeleza kusudi muweze kuwa, kwanza kusudi mtu aokoke, tulisema ni Roho Mtakatifu ndiye anamugusa anaposikia neno la Mungu, kwa maana ni Roho Mtakatifu ndiye anahubiri neno la Mungu. Na tukianza mbali kidogo, mnaona hiki kitabu hiki kinaitwa namna gani? Kinaitwa au kwa njia nyingine kinaitwa pia sasa pale labda sauti moja moja. Sasa tumesema sote tunakubali kwamba ni Biblia, si ndio? Tena inaitwa namna gani? Inasema neno la Mungu. Sawa. Neno la Mungu, kitabu kitakatifu. Mnajua kwa nini tunaita kitabu kitakatifu? Kwa sababu ni maneno ya Mungu iko ndani ya kitabu hiki, si ndio? Biblia takatifu ndio inaandikwa. Biblia takatifu, neno la Mungu, ni kwamba lenye liko humu neno la Mungu. Lile neno la Mungu iliandikwa na Roho Mtakatifu. Ni kwamba hii Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu. Mtu mmoja anaweza kusema imeandikaje basi Roho Mtakatifu? Nimezungumza kwamba leo tunasema kazi ya Roho Mtakatifu katika kanisa au katika dunia. Amena. Sasa ninasema kwamba kazi yote ya Mungu duniani, Mungu anaifanya kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tumeonyesha hiki kitabu, na wenzetu ambao wamebatizwa tunaomba mujitahidi. Uliza baba au mama au rafiki afanye nguvu ununue hiki kitabu. Na Wakristo wetu wote tunasema hivi, lazima kuwa na hiki kitabu, kwa maana hiki kitabu ni neno la Mungu, ni maandiko matakatifu. Unajua unaposoma maandiko matakatifu na wewe unatakasika, si ndio? Wakati unasoma haya maneno matakatifu ambayo ni maandiko, ni maneno ya Mungu ambayo yaliandikwa na Roho Mtakatifu. Ina maana tunasema kwamba yaliandikwa na Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu aliingia katika watu fulani, katika watumishi wa Mungu, na wao na Roho Mtakatifu akawaambia andika hivi, andika hivi, andika hivi. Na ndivyo vile tumepata Biblia. Maneno haya yameandikwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tukisema kazi ya Roho Mtakatifu katika dunia, acha niwaambie kwamba Mungu kazi yote aliyoifanya katika dunia imefanywa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tulipoanza tulisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 1, na tulieleza namna gani wakati Mungu anaumba dunia. Tulisikia kwamba neno la Mungu linasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Na kisha verse hapa inasema na Roho wa Mungu alikuwa juu ya maji. Bila shaka tulisema alikuwa akifanya kazi, na hapo kazi gani? Alilinda yale maji yasikwende hovyo hovyo, yasikwende katika hali isiyokuwa ya mpangilio. Na baadaye Mungu akaanza kusema kwamba hiki kikuwe. Neno la Mungu likatoka kwenda kufanya kazi, na neno lile likafanya kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kwamba tulisema uumbaji wote wa dunia uliumbwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Haleluya. Sasa sikia, mwanadamu alipoumbwa, Biblia inasema kwamba Mungu alipulizia pumzi yake ndani ya mwanadamu, na bila shaka katika ile pumzi yake mulikuwemo pia Roho wa Mungu. Amina. Roho wa Mungu alikuwa na Adamu pale kwa mwanzo alipoumbwa. Na sasa
wakati Adamu na Eva waliposikia sauti ya shetani na kushika maneno ya shetani na kuanguka, Roho Mtakatifu wa Mungu akaacha Adamu na Eva. Ndipo tunasikia kwamba walitengwa na Mungu mara moja. Na kwa sura ya 6 kama sidanganyike katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema namna gani? Inasema Mungu alisema kwamba roho yangu haitashikana na mwanadamu tena milele. Kwa nini? Kwa maana aliacha neno la Mungu. Mungu alimwambia neno akaliacha. Nataka kusema hivi, ukitaka roho wa Mungu asibakie ndani yako, uache neno la Mungu, uanguke katika dhambi na kufanya kazi za shetani. Unapofanya kazi za shetani, Biblia inasema wazi kwamba hapo roho anatoka. Tutakwenda kusoma andiko moja leo linasema kwamba usimuhuzunishe roho. Tunahuzunisha roho namna gani? Tunamhuzunisha roho katika kule kutenda matendo yasiyofaa. Tunapofanya maneno yasiyokuwa sawa, pale tutamhuzunisha roho wa Mungu. Hiyo inaandikwa katika Waefeso sura yake ya 4 mstari wake wa 13, ambako inasema tusimhuzunishe roho. Nataka kusema hivi, wapendwa wa Kristo, mpendwa ambao unayekuwa hapa, kila wakati na kila saa fanya nguvu kwamba Roho Mtakatifu asitoke ndani yako, awe pamoja na wewe. Kwa maana tulisema mtu anapomwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaingia ndani yake kusudi amuongoze. Na sasa wakati mtu anaacha njia ya Bwana, mtu huyu mara moja roho anatoka kwake. Biblia anasema vile kwamba wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Amen. Wapendwa, neno la kwanza ni hili. Nimesema kwamba kwa mwanzo Mungu alipoumba Adamu na Eva, nini ilikuwa ndani yao? Nimesema nani ilikuwa ndani yao? Roho wa Mungu alikuwa ndani yao. Lakini walipoacha maneno ya Mungu na walipofanya dhambi, Roho wa Mungu akatoka. Na hapa wakabaki mbali na Mungu. Na sasa, lakini Mungu katika upendo wake akatafuta njia tena kusudi aokoe mwanadamu na roho wake abakie tena ndani yake. Katika Agano la Kale, Roho Mtakatifu alikuwa kwa watu, Mungu alikuwa anamuweka kwa watu fulani fulani ambao Mungu alitaka kutumia. Na pale Roho Mtakatifu alikuwa na kazi kubwa, kwa maana manabii wote wa Agano la Kale walikuwa na Roho Mtakatifu. Ibrahimu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Yakobo na wale wengine wote, Daudi, wafalme, walitumiwa na Roho Mtakatifu kwa wakati Mungu aliwapa kazi. Lakini Roho Mtakatifu hakuwa kwa watu wote. Ndipo tunasikia, tulisoma katika kitabu cha Yoeli sura yake ya 2 mstari wake wa 28. Pale tunakwenda kuona katika Agano la Kale Mungu anaahidi kwamba siku za mwisho nitamwaga roho wangu kwa kila mwenye mwili. Ndivyo nasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina. Kumimina ni kumwagia kabisa roho yangu juu ya watu wenye mwili, na wana wenu na wa kiume na wa kike watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tayari tunataka kuona hapa Mungu analeta Roho Mtakatifu kusudi apate kufanya kazi katika watu. Au kwa lugha nyingine niseme hivi, Mungu anakwenda kumwaga Roho Mtakatifu juu ya watu kusudi huyu Roho Mtakatifu apate kufanya kazi katika watu. Yaani Mungu apate kutumia watu kufanya kazi yake. Haleluya. Na hapa tulisoma katika maandiko matakatifu katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2. Tulipoanza hapo kwamba wanafunzi walipokuwa katika chumba cha juu, Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 2, na tunashuka pale kwamba walipokuwa katika chumba cha juu,
walikuwa wakiomba sawa vile Yesu aliwaambia wasitoke Yerusalemu, wabaki hapo mpaka watakapokuwa wamejazwa. Na tulisikia kwamba wakati ule ilikuwa siku ya Pentekoste, sikukuu ya Pentekoste ya Wayahudi, ndipo Mungu akamwaga roho wake juu yao. Tunasoma mstari wa 2 na wa 3 kwamba wakajazwa wote Roho Mtakatifu na wakaanza kusema kwa lugha mpya. Kwa nini sasa Roho Mtakatifu anakuja? Kusudi afanye kazi katika dunia tena. Anafanya kazi gani? Anakwenda kufanya kitu kimoja, akusanye watoto wa Mungu wote wapate kuwa pamoja katika kanisa. Ni kwamba Roho Mtakatifu kazi ya kwanza alikuja azae kanisa. Haleluya. Alizaa kanisa namna gani? Ni kwamba kanisa egale mtu mmoja, mie, weye, yule anapoamini Yesu Kristo. Wale watu wanaokuwa pamoja wakiwa wamemwamini Yesu Kristo ndio wanaitwa nini? Kanisa. Ndilo kanisa. Na kanisa lilianza ile siku ya Pentekoste. Ni kwa sababu ya hiyo tunasema ile siku ya Pentekoste, wakati Roho alikuja, ni kama vile Mungu alikuja tena katika dunia. Na hapo ndipo tunasema pia Roho Mtakatifu alikuja na ufalme wa Mungu katika dunia. Ufalme wa Mungu kwa nini? Kwa sababu jamaa la Mungu tena lilianza katika dunia. Yesu Kristo katika mafundisho yake alipoanza kutangaza injili alisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Tunajua ni magharibi, watu wanasinzia kidogo. Ukiona mtu yuko pembeni yako anasinzia, umtikise kidogo, umwambie jazwa Roho Mtakatifu. Pokea roho mara moja. Mtu akipokea roho hata sinzia, wapendwa. Bwana sifiwe sana. Ninasema tunazungumzia leo kazi ya Roho Mtakatifu katika dunia ama katika watu. Tunasema kwamba alipokuja, kwa maana tunasema Roho Mtakatifu ndiye aliumba. Mambo yote ya uumbaji ilikuwa ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini wakati dhambi iliingia katika dunia, ni kama vile Roho Mtakatifu alitoka katika dunia. Mungu akamtumia tu kwa manabii, kwa wafalme, kwa wakuhani, kwa watu fulani fulani, kusudi wapate kufanya kazi yake. Tuseme kama vile mtu sawa Musa wakati Mungu alipomuita kwenda kuokoa Israeli, na hii tunasoma katika Kutoka sura yake ya 3. Mungu, Biblia inaeleza kwamba Mungu alimjilia Musa ili amujaze na amupatie kazi. Namna gani? Tunasikia kwamba Musa alikuwa anachunga kondoo za baba mkwe wake kule kupori. Wakati anachunga kondoo akaenda kuona kumbe anaona kijiti kinawaka, muti inawaka moto, kama vile tunaona hii kama ingekuwa majani, moto iko inawaka lakini moto haiteketei. Na Musa akasogea kusudi apate kuona, kumbe ilikuwa ndio wakati wake wa kujazwa. Biblia inasema, akasema vua viato vyako. Kuvua viato egale ile alama ya kusema tubu zambi zako. Ni kwamba kuvua viato ni alama ya kutubu nini? Zambi. Tuelewe kwamba Musa alikuwa amekimbia Misri, kwa maana alikuwa ameua mtu, na kwa ajili ya hiyo zambi hiyo ilikuwa juu yake na mambo mengine. Lakini Mungu akamwambia vua viatu vyako. Alipovua viatu, mara moja Roho wa Mungu akaingia kwake. Mungu akaanza kuzungumza na yeye, na Mungu akampatia kazi ya kwenda kukomboa wana wa Israeli. Na Musa alikwenda akiwa na Roho wa Mungu juu yake. Ni Roho wa Mungu ndiye alimwezesha Musa kwa kuweza kufanya kazi ya kutosha wana wa Israeli katika utumwa wa Misri. Biblia inasema kwamba na akawatosha na akawavusha. Ile miujiza yote iliyofanyika Misri, yote ilifanyika kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Wapendwa, tukitaka miujiza ifanyike kwetu, lazima tujazwe Roho Mtakatifu.
Na Musa alifanya ile kazi. Tunasikia katika jangwa, wakati kazi ya Mungu ilikuwa nyingi juu yake, tunasoma katika Hesabu kwamba Mungu akaambia Musa, utafute watu 70 na nitachukua sehemu ya roho inayokuwa juu yako, nayo nitaiweka juu ya wale watu 70 kusudi nao wakusaidie katika kufanya kazi. Na Musa alifanya vile, na wale watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Ni kwamba roho aliyekuwa juu ya Musa, Roho wa Mungu, akakuja juu yao, nao wakamsaidia Musa kufanya kazi. Ni kwamba hatuwezi kufanya kazi ya Mungu pasipo uweza wa Roho Mtakatifu. Ni kwa ajili ya hiyo tunasema na Wakristo wetu wapya ambao walibatizwa leo, wapendwa, muombe Mungu kujazwa Roho Mtakatifu ili muweze kufanya kazi ya Mungu. Pamoja na hiyo, na tunasema na Wakristo wetu wote, tafadhali, tukitaka kufanya kazi ya Mungu na kuweza kazi ya Mungu, tuombe kila wakati ujazi wa Roho Mtakatifu ili tufanye kazi ya Mungu kama vile ipasavyo. Na tunasikia kwamba wakati wanafunzi walijazwa na Roho Mtakatifu, Yesu alikuwa amewaambia kwamba wana kazi ya kutangaza Injili, ndipo wakati walijazwa wakaweza kwenda kutangaza Injili ya Yesu Kristo. Amen. Nataka kusema hivi, faida kubwa ya kazi ya Roho Mtakatifu, ya kwanza, yeye ndiye anatangaza Injili ya Yesu Kristo. Yeye ndiye anatoa unabii wa Yesu Kristo. Tunasoma hii katika Injili ya Yohana. Anasema namna gani? Kwamba Roho atakapokuja juu yenu, huyu Roho ambaye atanishuhudia, yeye ndiye atakayewakumbusha yote. Na sasa ni kwamba huyu Roho anapokuja juu yetu, anatupatia nguvu ya kutangaza habari ya Yesu Kristo. Ndiyo ile yenye tulisoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya 1 mstari wa 8. Yesu aliwaambia kwamba atakapowajaza ndipo mutakuwa washuhuda wangu. Kwa lugha nyingine, ndipo mutaweza kunihubiri katika Yerusalemu, katika Samaria, katika Yudea, katika Samaria, hata mwisho wa dunia. Ni kwamba kazi kubwa Roho Mtakatifu anafanya katika dunia. Yeye ndiye anayehubiri habari ya Yesu Kristo. Yeye ndiye anatupasha kazi yenye Yesu alifanya pale msalabani ya kutukomboa. Yeye ndiye anafanya kwamba sisi tupate kumjua Yesu Kristo na kumkubali kama vile Bwana na Mwokozi. Paulo anaandika, anasema namna gani? Anasema kwamba hakuna mtu anayeweza kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana isipokuwa amefunuliwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Ni kwamba kazi ya kwanza, Roho Mtakatifu anatangaza habari ya Yesu Kristo. Hiyo tunasoma katika Yohana. Yesu peke yake, tunasoma kwanza katika Matendo ya Mitume, Yesu peke yake alisema kwamba mutakuwa washuhuda wangu katika Samaria, katika Yerusalemu, Yudea na Samaria, hata mwisho wa dunia. Na hii ndio imefanya kwamba Injili ipate kutufikia. Na anasema hiyo wazi kwamba katika maandiko matakatifu alisema kwamba yeye Roho Mtakatifu atakapokuja juu yetu, atakapokuja juu ya wanafunzi, ndipo watapata uwezo wa kuweza kutangaza neno lake Yesu Kristo. Ni kwamba kitu cha kwanza Roho Mtakatifu anafanya katika dunia, yeye ndiye anatangaza anatangaza kazi ya Yesu Kristo. Yeye ndiye anatangaza Injili. Habari njema inahubiriwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho tunapata ni ile tulisoma katika Waefeso sura yake ya 10 sura yake ya 4 mstari wa 10 hadi 12. Roho Mtakatifu
anatupatia vipawa namna gani? Anafanya wamoja kuwa wahubiri, wengine kuwa waimbaji, wengine kuwa waombaji. Tulisoma hiyo katika Waefeso. Mnakumbuka tulisoma katika Waefeso sura yake ya 4 mstari wa 10 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, naye alishuka ndiye yeye aliye juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. 11 anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisi, wengine kuwa wachungaji na walimu. Na anaendelea, kwa nini anawafanya hivyo? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke katika mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Yeye anatangaza injili, kisha Roho Mtakatifu anafanya watu kuwapatia karama mbalimbali. Tunasikia hivi vipawa ambavyo tunasoma pale ni karama zinatokana na Roho Mtakatifu. Anafanya wamoja kuwa waimbaji, wengine wainjilisi, wengine waombaji, wengine wachungaji, wengine wa mishonari, wengine manabii na kadhalika. Ile yote ni karama za kutoka Roho Mtakatifu. Tumesoma katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 14 mstari wake wa kwanza, kwamba tutafute sana vipawa vya Roho Mtakatifu, tuvitake. Hizo zenye tunasema mtu kuwa, tunasikia utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mupate kutoa unabii. Kwa nini neno la Mungu linasema hivi? Sisi peke yetu tunahitaji kuomba Mungu atujaze Roho wake. Tunapomwomba tujaze Roho peke yake, ndiye anatupatia karama mbalimbali. Nataka kusema hivi, haiko sisi tutaambia Roho kwamba Roho unifanye kuwa mchungaji, Roho unifanye kuwa nabii, Roho hapana. Sie kazi yetu ni kuomba Roho uje kwetu utujaze. Na anapofika kwetu, anapatia kila mmoja wetu karama sawa na makusudi yake mwenyewe. Bwana sifiwe sana. Kuna watu wanadanganya wengine. Wanasema namna gani? Tunaweza kuingia katika chumba cha maombi na mtu mmoja anajazwa. Na mtu mmoja anasema hivi, Mungu ameniambia kwamba wewe utakuwa nabii. Mungu ameniambia kwamba wewe utakuwa. Hapana. Hilo ni kosa kubwa. Kosa la nini? Kosa la kutokujua maandiko. Haiko sisi wala mtu hata pewa ile karama kwa kinywa, lakini mtu anashitukiaka mtu yeye peke. Na hata watu wengine usishangae, na kuna mtu Mungu anaweza kumpatia kipawa na yeye hata jua, lakini watu wenyewe wako pembeni yao watasema, mtu fulani anapoimba, mtu fulani anapohubiri, mtu fulani anapofanya ushemasi, watu wanasema huyu mtu iko na karama ya nini? Ya ushemasi. Huyu mtu iko na karama ya nini? Ya kuhubiri. Inaonekana kwake. Haleluya. Wakristo wetu na wapendwa, msikie tena hii. Sisi waombaji iyadefua tunaingia katika ile merere. Mimi nimeanza kuomba katika vyumba vya katika waombaji zamani kidogo. Karibu tulianza kuishi mambo ya roho na ya maombi kwa ajili ya roho, ya kujazwa na roho. Ilikuwa mwaka 1978. 78 ndipo nilianza kuishi baraka. Mimi nilijazwa na Roho Mtakatifu ilikuwa 78. Tangu wakati ule tunaishi vyumba vya maombi na watu waombaji na manabii na watu wengi. Na tunaona watu wengi anasema amejazwa. Anasema Mungu wewe amekuambia utakuwa hivi. Na nabii anasema wewe utakuwa nabii, wewe utakuwa muombaji. Katika hii Biblia hamuna kitu sawa na kile. Eske mnanisikia wapendwa? Ni roho peke yake. Haiko mtu anagawanyika roho, au mtu hawezi kusema Roho ameniambia kwamba wewe utakuwa. Hapana.
ule mtu utasitukiaka mtu yeye peke. Kweli inatokea mtu tunakutana mahali pamoja ambako Roho alisema muniwekee kando nani Barnaba na mtu fulani kwa sababu ya huduma fulani. Inatokea hiyo. Hicho ni kitu kingine. Lakini jambo tunaloliona katika vyumba vyetu, mtu anasema Mungu wewe utakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa maana mtu anaweza kupewa hiyo na asiwe na uwezo wa kufanya hiyo. Lakini nawaambia hivi kwamba Biblia inasema kwamba ni Roho anagawanya peke yake. Na anapofanya hivyo, anafanya wamoja kwa wachungaji, wengine kwa manabii, wengine kwa hivi, kuna hivi. Na vipawa vinatofautiana. Kuna vipawa vinaleta huduma ya kuonekana, na vingine Roho anaweza kuleta kipawa, Roho anaweza kuleta kipawa ambacho kinaleta huduma ya kuonekana. Mwingine anaweza kupata kipawa cha huduma isiyoonekana. Na hii inagawanywa na Roho kwa namna yake. Na sasa yeye ndiye anasema Paulo kwamba amefanya wamoja kuwa huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Na sasa hata kama mtu fulani angeambiwa wewe kwamba umekuwa fulani, kwa maana mimi nimeona watu wanasema kwamba mimi nilikutana mtu nabii mmoja akaniambia kwamba wewe umepata karama ya unabii, wende uone vile ule mtu anafanya karama ya unabii. Poto hovyo. Ni kwamba ule mtu ataanza kufanya nini? Ule mtu atafanya kazi ya kuiga manabii. Kuna mtu anafanya karama, anapofanya huduma yake utaona kwamba huyu mtu kweli anaiga, na hii utakwenda kuona kwamba muna makosa mengi. Lakini kama ni kipawa kilitoka Mungu peke yake, wakati mtu huyu anapofanya kazi, Waefeso anasema namna gani? 12 samahani. Pale ndipo kuna neno letu kubwa. Kwenye Roho anatumika, anasema hivi, kwa kusudi. Ni kwamba Mungu anatupatia vile vipawa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Watu wangapi katikati yetu vipawa vyao pahali pa kujenga vinabomoa? Haiwezekani wapendwa. Roho Mtakatifu anakuja ili ajenge. Tunapata picha nyingine ya Roho Mtakatifu ambaye hafanye dega. Ni katika ile katika Kutoka sura yake ya 3. Biblia inasema kwamba moto uliwaka katika ule mti, lakini mti haukuteketea. Kwa kawaida ukiwasha moto juu ya mti mbichi, ule mti unanyauka, lakini ule mti haukuteketea. Ina maana Roho Mtakatifu anakuja ni kujenga kanisa la Mungu, ni kufanya wadhaifu wasimame, ni kufanya wanyonge wapate kujitambua, na kanisa lipate kuendelea. Wakati huduma inapobomoa kanisa, haitoke kwa Roho Mtakatifu. Ni andiko la Biblia. Kwa sababu ya hiyo tunasema kazi ya Roho Mtakatifu, anakuja kutunza kanisa, kulijenga. Ni Roho Mtakatifu ndiye anajenga. Tumepata wandugu wetu 8 ambao wamebatizwa leo. Tayari haya ni mawe hai ambayo yanaendelea kujenga kanisa la Bwana. Imetokana na nini? Na injili imetangazwa. Na wakati watu hao waliposikia habari njema, wakasema na sisi tunamwamini Yesu Kristo, mara moja wanaongezeka katika kanisa. Mpendwa, kama uko na kipawa fulani, ikiwa kile kipawa hakijenge, ikiwa kile kipawa hakibariki, weka point interrogation. Kwa maana lengo ni kwamba Roho Mtakatifu anakuja kujenga kanisa, watu wa Mungu wapate kutiwa nguvu. Na hapa katika Waefeso neno la Mungu linasema wazi, Roho Mtakatifu, nimesema kwamba kitu cha kwanza Roho Mtakatifu alikuja, nimesema kama mlinifuata, sijui kama mlisikia. Nilisema Roho Mtakatifu anakuja kufanya ni wapendwa.
anakuja, yeye ndiye alikuja kuzaa kanisa. Yeye ndiye kitu cha kwanza anatuzaa tuwe watoto wa Mungu. Na anatuzaa namna gani? Tunaposikia neno lake na tunapolitii, hapo mara moja tunakuwa viungo vya kanisa, kama vile hawa wandugu ambao wamebatizwa leo. Na kisha nimesema Roho Mtakatifu anafanya nini tena wapendwa? Anajenga kanisa. Anajenga kanisa. Na hili ni jambo ambalo tunahitaji kujua, kwamba yeye anafanya kwamba kanisa lipate kukua na lipate kujengwa, hata tupate kuwa viungo hai katika kanisa la Yesu Kristo. Yeye ndiye anatupatia karama, anatupatia kazi. Roho Mtakatifu ndiye anatufanya hivyo. Ndio tumefanya ni kwamba anatuzaa katika Yesu Kristo. Pili, anatupatia kazi, anatupatia vipawa. Tatu, vile vipawa anavyotupatia ni kwa lengo ya kujenga nini? Kanisa la Yesu Kristo. Hiyo ni kazi ambayo Roho Mtakatifu anafanya katikati yetu. Na katika kazi zile anazozifanya pia, Roho Mtakatifu anatusaidia kusudi tupate kujitambua ikiwa sisi tuko sawa au namna gani. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja, atafanya kwamba watu apate kushuhudia ulimwengu na dhambi zao na kuonyesha hukumu kwa watu wa dunia. Biblia ndiyo inasema yale maneno kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiye msaidizi wetu, anatusaidia katika udhaifu wetu, hata tupate kuwa watu wanaoshinda dhambi. Ni kwamba Roho Mtakatifu anatupatia nguvu ya kushinda dhambi. Mpendwa Mkristo, elewa kwamba tunahitaji kusikiliza Roho Mtakatifu anasema na nini, anasema na sisi nini kila wakati. Kwa sababu Roho Mtakatifu tunapokuwa mbele ya dhambi, yeye anatusogelea na kutuambia attention, musifanye hivyo. Katika maandiko matakatifu anashuhudia wazi. Na anasema katika Yohana sura yake ya 14 mstari wake wa 17, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala kumtambua. Na kisha anaendelea anasema, huyu Roho Mtakatifu, lakini huyu msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamupeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Ni kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu. Mwalimu namna gani? Ndio kwa sababu ya hiyo tunasema anajenga kanisa. Katika mafundisho yake yeye anakuwa mwalimu wetu kutuongoza. Hiyo ni katika Yohana sura yake ya 14 mstari wake wa 26. Na huyu Roho Mtakatifu ndio kazi anatusaidia. Kwa maana kazi ya Roho Mtakatifu ni nyingi sana, hatuwezi kujua kuieleza yote kwa muda mfupi kama na huu. Lakini ninataka kusema kwamba wewe na mimi tunahitaji kuwa makini, tusikilize nini Roho Mtakatifu anatuambia. Na Roho Mtakatifu anatuambia kutokana na neno lake linalokuwa katika Biblia. Wapendwa, mtu mmoja anaweza kusema Roho Mtakatifu atasema na mimi namna gani? Kweli neno la Mungu hili ni unabii wa Roho Mtakatifu. Lakini pamoja na hiyo, tunapokuwa katika kanisa na tunapoomba, anaweza kuwa mtu mmoja Roho Mtakatifu anamjaza, na mtu yule anatoa unabii, na yule mtu anatoa maneno kutoka Mungu. Hiyo inafanyika katika vipawa mbalimbali. Lakini katika vile vipawa vyake wapendwa, kama mtu hata kijazwa namna gani, hata sema tofauti na Biblia. Mimi nimewahi kuingia katika chumba, mlikuwa watu wawili, mlikuwa vikundi viwili vilikuwa na shida fulani. Na mtu mmoja wa hiki kikundi akajazwa na akasema be.
akasema jina la dada mmoja. Mungu anasema kwamba sijui alisema katika lugha ya mama, na mkasikia mkielewa lile neno alilisema ni la kutisha. Ni kwamba akasema Mungu anasema kwamba sijui niseme namna gani katika lugha ya mama. Wale wanaonisikia ile lugha wanaweza kusikia ile namna gani. Akasema wewe nabafuna umone. Maana yake ni nini? Kwamba upate tabu yenyewe itakuumiza. Kwenda kuona na watu wanasema roho amesema nini? Si mnaona kama huyu mtu anapigana vita? Je, roho ndio atapigana vita? Umechukiana na fulani unafikiri roho ndio atakupigania? Haiwezekane. Wapendwa, ni kwa sababu ya hiyo neno la Mungu nasema kwamba tunahitaji kuchunguza unabii. Kama neno halikamatane na Biblia, tunalitupa nje. Ni vipawa vya Roho Mtakatifu. Kwa maana Roho Mtakatifu anatupatia karama mbalimbali. Anatupatia karama mbalimbali. Na hizi karama ni kwa ajili ya kujenga kujenga mwili wa Kristo. Kujenga namna gani? Kujenga kusudi tupate kuishi katika mapenzi ya Mungu. Wapendwa, katika Wakorinto, niseme kidogo pale mbele tunamaliza. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 12, Biblia inasema juu ya karama za Roho. Inasema namna gani? Inasema hivi, hizi zote ni karama za Roho. Inasema kwamba Wakorinto wa kwanza sura yake ya 12, tunasoma mstari wake wa 11. Biblia inasema hivi, lakini kazi hizi za Roho huyu mmoja anatenda, akigawia kila mtu peke yake kama anavyopenda. Eske mnanifuata wapendwa? Ni Roho ndiye anagawia kila mtu jinsi anavyopenda. Kwa sababu kama mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule mmoja vilivyo vingi, na mwili mmoja vivyo hivyo na Kristo. Kwa sababu katika Roho mmoja, katika Roho sisi sote tulibatizwa katika mwili mmoja, kama Wayahudi, Wayunani, kama tukiwa watumwa na wenye uhuru, basi sote tumekunywishwa katika Roho mmoja. Kwa sababu mwili ni kiungo kimoja, lakini vingi. Kama mguu ukisema mwili, na kama mwili ukisema sababu mimi ni mkono, basi mimi si wa mwili. Na anaendelea kueleza hivi vipawa, na ataendelea kusema kwamba yeye huyu anayetupatia vipawa mbalimbali anajua kufanya mambo mengi. Kwa mstari wake wa 7, lakini kila mmoja apewa na Roho neno la akili, na mwingine neno la kujua, na mwingine yule na mwingine zawadi ya kuponyesha katika Roho yule, na mwingine kufanya matendo ya uwezo au ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kutambua roho. Eske mnanifuata wapendwa? Na mwingine kutambua roho. Ni kwamba wakati Roho anatujaza, na kuna mtu anapewa karama ya kutambua kwamba huyu anayesema ni roho, na atatambua huyu mtu hata anafanya kitu gani haiko roho. Hivyo vyote ni vipawa vinatoka Roho Mtakatifu. Hapa pale tumesoma, tunaanza kwa mstari wake wa 4, yaani barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorinto sura 12 inaanza kwa mstari wa 4. Basi kama zawadi mbalimbali, lakini Roho ni mmoja, na kuna utumishi mbalimbali, lakini Bwana ni mmoja, na kuna kazi mbalimbali, lakini Mungu ni mmoja, anayetenda kazi zote katika wote, lakini kila mtu anapewa ufunuo wa Roho ili wote wapate faida.
kwa sababu mtu mmoja anapewa na roho neno la akili, na mwingine neno la kujua, na mwingine roho yule yule, kwa mwingine imani katika roho yule yule, kwa mwingine zawadi ya kuponyesha katika roho yule yule, na mwingine kufanya matendo ya uwezo, na mwingine unabii na kadhalika. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema nini? Hizi zote ni kazi za Roho. Anapotujaza ni kwamba anatupatia vipawa, anatupatia karama, na zile karama zote lengo ni moja: mwili wa Yesu Kristo upate kujengwa, mwili wa Yesu Kristo upate kutiwa kamilifu na takatifu. Hii ni kazi ambayo Roho anafanya katika kanisa. Na tunasoma maandiko matakatifu kwamba pia Roho Mtakatifu anatusaidia kujua Mungu hasa zaidi na zaidi. Tukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura 2 mstari wake wa 12, Paulo anaeleza jambo kama na lile. Anasema hivi kwamba tukianza 11, kwa sababu nimeonyeshwa habari zenu ndugu zangu, na wale walio wa nyumba ya Chloe, ya kwamba kuna ugomvi katikati yenu. Basi ninasema neno hili, ya kwamba kila mtu wa kwenu asema mimi ni wa Paulo. Hapa kulikuwa matengano. Kwa sura yake ya pili, hapa nimesoma mstari wa kwanza, lakini sura ya pili inasema mstari wa 12, inasema lakini hatupokei roho ya dunia, lakini roho anayetoka kwa Mungu, kusudi tupate kujua zawadi tulizopewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba Roho Mtakatifu anatuongoza pia kumjua Mungu zaidi na zaidi katika maisha yetu ya Ukristo. Ni kueleze hivi maana ya neno hili ni nini. Kuna Wakristo wetu wengi, au katika maisha yetu ya Ukristo, ni mara nyingi tunapokutana na jambo fulani, watu wengi wanakwenda kwa sababu ya shida limepata, wanakwenda kwa wafumu, wanakwenda kwa watu ambao wanatenda matendo yasiyokuwa ya Mungu. Na hii ni sababu ya kutokumjua Mungu. Wapendwa, watu wengi hata wanadanganyika kufanya dhambi kwa sababu wamepungukiwa na Roho Mtakatifu na wanaweza kudanganywa. Lakini katika hii sura inasema kwamba yeye Roho, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tulio yakirimiwa na Mungu, tupate kujua siri za Mungu. Ni Roho Mtakatifu. Na tukienda hivi, nataka kuwaeleza wapendwa kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiye anatupatia nguvu ya kuamini maneno ya Mungu. Pasipo Roho Mtakatifu haraka sana tunapatwa na shida, kwa sababu kuamini silo jambo rahisi. Mara nyingi tunababaika katika mambo ya imani. Kwa nini? Yeye Paulo anasema kwamba ninatumaini na ninaamini kwamba Bwana wangu Yesu Kristo yuko hai, naye yuko pamoja na mimi hata katika vita vyangu. Yeye atasimama pamoja na mimi na nitashinda. Bwana sifiwe. Hilo linatokana na nguvu za Roho Mtakatifu. Wapendwa, tunahitaji ujazi wa Roho Mtakatifu ili tupate vipawa vyote hivi ambavyo Bwana anatuambia kila wakati. Na tunasoma maandiko matakatifu kwamba hata Roho Mtakatifu, nimesema kwamba anatusaidia kujua Mungu zaidi. Kwa maana hata katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 10, sijui kama hapa somo langu Wakorinto wa kwanza sura 2 mstari wake wa 10 inaeleza kwamba lakini Mungu aliyefunua kwetu kwa Roho yake, kwani Roho anatafuta maneno yote, hata mafumbo ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Ni kwamba Roho Mtakatifu, tukitaka kufanya mapenzi ya Mungu, tunahitaji kuomba Roho Mtakatifu atujaze. Kwa nini? Kwa maana yeye Roho Mtakatifu anajua roho ya Mungu. Sijui kama kale kaneno mnakaelewa.
ni kwamba yeye mkifransa wanasema ke le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, sonde l'esprit de Dieu. Ni kwamba yeye ndiye anajua secret zote za Mungu, huyu Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya hiyo, yeye anapotuongoza, atatuongoza sawa na Roho wa Mungu, atatuongoza katika kufanya mapenzi ya Mungu. Na ni kwa sababu ya hiyo Biblia inasema kwamba pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kumpendeza Mungu, hatuwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Ukaenda kuona watu wote wenyewe walifanya kazi ya Mungu vizuri, walianza kwanza na kujazwa Roho Mtakatifu, baadaye wakafanya kazi ya Mungu. Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu, kwa sababu alikuwa katika mwili, naye alihitaji kujazwa na Roho Mtakatifu tena kwa sababu ya mwili aliyokuwa nao, kusudi apate kuweza kufanya mapenzi ya Mungu. Ni Roho Mtakatifu ndiye alimuongoza. Roho Mtakatifu, wakati ni kidogo ya kueleza matokeo yote ya Roho Mtakatifu, kazi zote za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kupenda neno la Mungu, anatusaidia kusikia neno la Mungu, anatusaidia hata kuomba Mungu. Pasipo nguvu za Roho Mtakatifu hatutaweza kuomba Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba na Roho Mtakatifu anatuombea Mungu kwa namna ambayo hakuna maneno ya kueleza namna gani Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba Mungu. Na hapa ndipo tunasema wakati tunapoomba kwa lugha, mara nyingi unasema kwamba tukisema na kuomba kwa lugha tunasema tunaomba kwa roho. Tunaomba kwa roho namna gani? Wakati tunasema kwa lugha, wakati tunaomba kwa lugha, tutastukia tunaomba maneno yenye hata sisi hatujue. Watu wengi sana wakati wanajazwa Roho Mtakatifu, utasikia unaingia katika maombi, unajazwa Roho Mtakatifu, unaomba, kumbe uko naombea hata adui yako. Uko naombea adui yako Mungu amubariki. Uko naombea hata kitu chenye haungeweza, kitu chenyewe peke hawezi kusema kwa maneno ya akili. Roho Mtakatifu anakuwezesha kusema maneno yenye akili yako haingeweza kuitika. Ni kwa sababu ya hiyo Biblia inasema hivyo, tunahitaji kuomba Mungu atujaze na tupate muda wa kuomba tukiwa tumejazwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anatupeleka kwa kiango cha kuomba kwa roho, yaani kusema kwa lugha mpya, kuomba kwa lugha mpya. Na mara nyingi wapendwa, watu wengi wanafikiri kwamba kusema kwa lugha ni mpaka tu wakati uko mubatu. Hapana. Wakati uko wewe peke ndio wakati ya kuomba kwa lugha kabisa, ingia kilindini. Ndio wakati ule unajiunganisha na Mungu. Ndio wakati ule roho yako inasema na Mungu. Inasema na Mungu kwa lugha isiyokuwa ya watu, lakini kwa lugha ya mbingu peke yake. Ndivyo maandiko matakatifu yanashuhudia wapendo kwamba tunapoomba kwa lugha, tunaomba kwa roho. Tunafanya maneno yasiyokuwa ya watu, lakini tunaomba sawa na Roho wa Mungu. Ndivyo maneno ambayo tunataka kusema wapendwa. Tutamani sana, kama vile tumesoma katika Wakorinto kwamba tutamani sana karama za rohoni, yaani tutamani sana kujazwa Roho Mtakatifu. Na hii inafanyika kwetu wakati sisi tumetafuta hiyo. Wakati ni kidogo na labda mkutano wetu unaweza kuwa na shida, nilikuwa nafikiri kuweka filamu kidogo pale ya kipindi hiki ambacho tunakuwa nacho cha kanisa leo. Mnajua kwamba Roho Mtakatifu alishukia wanafunzi ilikuwa kwa karne ya kwanza. Siekle ya kwanza Yesu akisha kufa, walijazwa na Roho Mtakatifu. Nyuma tu ya Yesu kwenda siku 10 wakajazwa. Na hii moto iliwaka mpaka wa mitume walikwenda kutangaza injili duniani kote. Na iliendelea karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu. Kwa karne ya 4 na karne ya kwanza, karne ya pili, karne ya tatu, siekle ya kwanza, ya pili, ya tatu, kanisa liliishi mateso ambayo hayawezi kusemeka. Ndio tunasikia kwamba kanisa, watu kwa sababu kulikuwa utawala wa Kirumi,
kulikuwa utawala wa Kirumi, na wale Wayahudi walichukia watu waliomwamini Yesu, waliwawinda, waliwachinja. Wengine walikuwa wanakamatwa, wanafungwa juu ya miti na wanawashwa moto, wanateketea. Lakini Biblia inasema kunasema kwamba walikuwa wanakufa mpaka wakiwa wanacheka, wanatabasamu. Sura zao hazikuonyesha huzuni. Wengine walitupiwa simba. Tunasoma hiyo katika Waebrania sura yake ya 11. Walitupiwa simba, walikatwa kwa misumeno. Kanisa pahali lizimike, kanisa likaongezeka. Na watu walibakia, kanisa la Mungu libakia takatifu. Siri ilikuwa moja, walikuwa katika ujazi wa Roho Mtakatifu. Ni kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zinatusaidia pia kuvumilia mateso. Haleluya. Wakati tuna Roho Mtakatifu, hata watu wakitutisha, mkiomba mtakufa, tunasikiaga tu wakati mwao wanasema bale hakuna kanisa, hakuna hili, na sisi wote tunatetemeka. Lakini kipindi kile wakijua kwamba hili ni mapenzi ya Mungu, walisimama hata walikufa. Kwa ajili ya hiyo karne ya 3 kanisa lilikuwa linaishi katika maficho. Walikuwa wanasema ilikuwa inaishi katika makatakombe, katika fasi ya kujificha, kwa maana walikuwa wanawindwa, na kanisa lilikuwa takatifu. Karne ya 4 wanasema mwaka wa 325 ndipo kanisa linakwenda kutoka katika maficho, kwa maana kulikuwa mfalme mmoja ambaye mama yake alikuwa Mkristo. Alitangazia sasa kwamba alipata ndoto na akapata unabii, na ule unabii ukatimilika, na akasema mimi Empereur Constantin akasema mnatoka sasa, kanisa la Yesu Kristo linatoka katika maficho, linakuwa kanisa lenye wahubiri injili wazi. Karne ya 4 wakaanza kuhubiri injili. Hapo ndipo tunaanza kwenda kuona katika kanisa kunaenda kufika kitu kinaitwa structure, mpangilio wa kanisa. Tunasikia wapape wakaanza kutokea, na kanisa sasa wanaanza kusherekea, wanaanza kufanya mikutano. Lakini polepole vile walitoka katika yale maficho na wanaanza kusherekea vitu kama na vile, roho akaanza kupunguka, na mpaka ndipo tunasikia wapadiri wakaanza kufanya namna gani. Mtu kusudi asamehewe dhambi alikuwa analipa pesa. Na watajiri walikuwa wanafanya namna gani? Kama yuko tajiri, na nimesikia kwamba hata leo kingine inafanyika, kama uko na dolari kwa mfano 10,000, unasikia kwa padiri, kwa eveshe unalipa hii, na padiri anakuambia uko na uhuru wa kufanya dhambi miaka 5. Zile dhambi zako za miaka 5 zimesamehewa. Utaenda unalewa, unafanya usherati, unafanya vitu vyako vyote, kwa sababu ya zile pesa ulizozilipa, dhambi zako zilisha samehewa. Zile pesa walikuwa wanaziita les indulgences, na hiyo likafanya kwamba kanisa likazimika. Hapo ndipo kulitokea misa ya Bikira Maria. Hapo ndipo kulitokea habari ya kubatiza watoto, na mafundisho yakaingia katika kanisa, na Roho Mtakatifu akaenda kuzimika kabisa mpaka karne ya 10. Karne ya 11 kukatokea watu wakarudilia maandiko, wapadiri wamoja wakarudia maandiko, kusema maandiko matakatifu, kwa maana roho alitoka katika kanisa. Wakarudilia maandiko kusoma polepole, na tunapata mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Jerome. Karne ya 11 akaanza kusoma hii maandiko tulishaiacha, na polepole ndio tunasikia kwa karne ya 15 mwaka wa 1425 hivi ndipo tunasikia Martin Luther. Kwa maana kipindi kile walikuwa wanasema namna gani mtu kusudi asamehewe dhambi ni zile kazi zake, zile pesa zake, ile yenye analipa kule kwa upadiri ndio inafanya anakubaliwa, na roho alitoka. Wapendwa, tunapoacha neno la Mungu, roho anatuacha. Na sasa ndipo tunasikia kwamba wakati ule polepole pamoja na Martin Luther ndio akaenda kusoma katika Waebrania sura yake ya 7, sura yake ya kwanza mstari wa 7, kwamba tunasamehewa kwa imani, tunaokoka kwa imani. Na ndipo pale Martin Luther akasema hapana, kumbe haziko pesa. Mwa ile wakati wapadiri walikuwa wanapata pesa kuombea mariage, wanalipa, kuombea misa ya wafu, ndugu yako amekufa alikuwa mpagani, unalipa, na zile pesa zako zitafanya apate kuingia tena katika ufalme wa Mungu. Lakini Martin Luther ilikuwa tayari ni uamsho, roho anakuja tena. Aliposoma hiyo akasema haiwezekani,
ndipo tunasikia kulikuwa Waprotestanti ni wakati Martin Luther alisema hatuwezi kulipa pesa kwa ajili ya kuokoka au kusamehewa. Tunasamehewa kwa imani na tunaokoka kwa imani. Mambo yakaanza mara moja na roho alianza kupanda polepole. Tunasikia karne ya 18 uamsho unafika. Sikufika na kitabu cha nyimbo za wokovu. Kuna vitabu vya nyimbo za wokovu ndivyo vilitungwa. Hiki kitabu cha nyimbo za wokovu ikaanza pale sasa katika ule uamsho, na kuna kitabu kinaitwa Shadow Victoire. Vile vitabu hapo ndipo vilianza kutungwa. Tunasikia John Wesley alikuwa na ndugu zake, naye wote wale wakatumika na kanisa la Kimethodist likaanza, na mpaka mwaka wa 1901 kulikuwa wanafunzi. Kwa maana hii habari ya lugha, habari ya roho ilikuwa imepotea kabisa. Lakini kule Amerika kulikuwa na chuo kimoja cha Biblia. Wanafunzi wanasoma maandiko matakatifu, wakasoma Matendo ya Mitume sura yake ya 2, ambako wanafunzi walijazwa na roho. Na mama mmoja alikuwa anaitwa kama Anyesi kama sidanganyike. Wakati walisoma ile, akakamata mkono ya mwalimu wake, kwa maana mwa ile wakati yote kanisa haina tena habari ya Roho Mtakatifu. Ule mama akakamata mkono ya mwalimu wake, akaitia juu ya kichwa, uniombee nipate kujazwa Roho Mtakatifu. Na huyu mama ndiye wa kwanza alisema, tangu kile kipindi ilizimika mkarne ya 6 ya 7, ule mama ndiye wa kwanza alijazwa roho. Na mwalimu wake akashangaa, akasema kwa lugha mpya. Iliendelea mpaka mwaka wa 1906 ndipo muripuka ukatoka pale Susanna Street. Na hii uamsho yenyewe tuko nayo ndio tunasikia huko Amerika. Uamsho tena roho akaanza sawa vile ilikuwa siku ya Pentekoste. Alipoanza hivyo mwa kile kipindi, moto ikawaka Marekani polepole. Kwa mwisho 1906 kukatoka mtu mmoja alikuwa anaitwa Barate, akatoka Norvege kwenda kule Susanna Street huko Amerika, Los Angeles. Na akafika huko na akajazwa, akatoka pale akafika Norvege, na akahubiri injili ya Kipentekoste. Norvege roho akaanza kuwaka. Mwa ile mwaka wa 1906 Sweden kukatoka baba mmoja anaitwa Lewi Petrus. Huyu Lewi Petrus akafika Norvege kwa ule rafiki yake, naye akajazwa. Alipojazwa akarudia naye Sweden, na kanisa la Sweden likaanza kuwaka roho. Njoo tukapata wa missionary wenyewe walikuja kututangazia injili huku mu 1971. Bwana sifiwe sana. Leo uamsho wenyewe huko katika dunia nzima unatokana na ile uamsho wa 1901. Tangu hapo 1906 ndio moto uliripuka, na kulikuwa kijana mmoja Noir Amerike ndiye alisimama, anaitwa Seymour William. Huyu ndiye kabisa kama vile chanzo aliripusha. Na hii ndio roho tunayokuwa nayo leo. Ni kwamba tangu wakati wa Pentekoste, tangu wakati ule uamsho ulienda tena kuonekana mu 1900. Uone miaka ngapi, siekle ngapi, karibu 12 ndio unaonekana. Na hii uamsho tuko nayo leo, tuko tunangoja uamsho mwingine. Wametangaza kwamba kutakuwa tena hii yenyewe tunaanza kuona watu wanaomba na wanataka kujazwa roho. Kutakuja tena uamsho mwingine, na wanasema umesha kuanza mbele kanisa linyakuliwe watu wamoja katika maficho, watu wasiojulikana. Wapendwa, roho kila wakati anaanza uamsho unaanza na watu wenyewe hawahesabiwe, watu wa kawaida, watu wenyewe hawaonekane. Uamsho unaanza na kanisa la Yesu Kristo litakwenda hapa hivi leo. Tayari ule uamsho umesha kuanza. Leo hii wenzetu wa Pentekoste wote wa dunia nzima wanakutana katika kanisa moja katika mji mmoja huko Finland, inaitwa mji wa Karsi. Leo wa Pentekoste wa dunia nzima wanakusanyika pale wakisherekea, na tunafikiri sasa uamsho wa Yesu Kristo kuchukua kanisa umekwisha kuanza. Rafiki yangu uko hapa, nataka kukuambia hivi, ungelitamani sana kujazwa Roho Mtakatifu. Sema, Bwana unijaze na mimi karama hizi za roho. Kuna kitu kimoja nataka kusema hapa, hakitasikika mzuri wakati huu,
na labda si kwa Mungu nitakisema tena, watu hawatakikubali. Tumekuwa na tabia moja wakati tunaomba katika kanisa au katika vikundi vya maombi. Kunatokea mtu mmoja, huyo tundu anajazwaka kila siku, mtumishi mjakazi. Biblia inasema wote walijazwa na kila mtu alipata karama mbalimbali. Haiwezekane mtu mmoja. Nini nibafanyaye nyie? Mjakazi, mtumishi. Tuwafundishe namna gani? Na wewe aba bandugu wenyewe wamebatizwa leo, na sie wote na sie bazehe, bado tunahitaji kujazwa Roho Mtakatifu. Tutamani, Biblia inasema tutamani kujazwa sisi wote. Tuna karama mbalimbali katikati yetu. Haiko mtu mmoja mwenyewe ase nalishika mchumba kimoja ase mtu ase ule ndio anakuwa na singa. Pepo. Munione mubaya, lakini niseme kweli ya Mungu. Wapendwa, Mungu hana upendeleo. Tunasoma katika Matendo ya Mitume, wote wali nini? Jazwa. Bwana anataka sisi wote atujaze. Bwana tusaidie sana. Kanisa letu tutoke mu makamba zenye tumeingia amo namuna gani? Tutatoka mwabile aye. Wapendwa, tukijifungia hapa kwamba na sisi tunataka tujazwe, tuone vipawa vya Roho kwa watu mbalimbali. Wamoja watatoka manabii, wengine watatoka walimu, wengine karama zote zitatoka katikati yetu hapa. Ni ahadi, na hiyo ni kwa makusudi mamoja, mwili wa Yesu Kristo upate kujengwa. Mpaka hata watu wengine wamefanya vile vipawa imekuwa ni commerce. Nilisikia mtu mmoja mwenyewe alifika kwa mtumishi akamwambia ale, olandeza bibi yangu na hivi, njoo nikuombee. Kweli kabisa, Roho Mtakatifu anakuwa marchandise. Haiwezekane. Wapendwa, Roho Mtakatifu ana lengo la kutujaza sisi wote, na anataka kututumia sisi wote, watoto, waume, wazehe, kila watu, sote tujazwe Roho Mtakatifu na Bwana apate kututumia. Kwa maana kazi ya Roho Mtakatifu ni kutujaza na kutupatia karama zake, na mwili wa Yesu Kristo, kanisa lake, lipate kujengwa na kusimama imara. Mungu atubariki. Amen. Tutaomba Mungu. Sidhani mahubiri yangu kama na haya yanaweza kufurahiwa na watu leo. Watu wengi wanapaswa kuichukia, na hata makanisa mengine. Hii ni ujumbe ambayo najaribu kuambia Wakristo hata katika vyumba vya maombi. Sote tuombe kujazwa sisi wote. Kweli hatutakuwa na karama moja. Mmoja atatoa unabii, mwingine atakuwa na karama ya neno la hekima, mwingine atakuwa na karama ya kupambanua roho, mwingine atasema kwa lugha, mwingine ataombea wagonjwa watapona, mwingine karama mbalimbali. Sisi wote, hiyo inawezekana tu wakati tumekuja kuomba Mungu atujaze. Na kwa kujazwa, Petro alisema walipomuuliza tufanye nini ili tupate kujazwa, majibu ilikuwa ni kwamba tubuni dhambi zenu. Ni masomo ya muda mrefu, ni masomo yana vipengele vingi, lakini niwaambie kwamba Roho Mtakatifu amekuja. Yeye ndiye amezaa kanisa. Yeye ndiye anatupatia kazi na vipawa. Lengo lake ni kusudi kanisa lipate kujengwa. Anataka tuseme kwa lugha, tupambanue lugha, tulete unabii, tuombee wagonjwa wapate kupona, tuombee watu wapate kubarikiwa na kufanikiwa. Hii ni mapenzi ya Mungu katika kanisa lake hata Bwana atakapokuja. Mungu atubariki. Amina. Tusimame mara moja, tusimame. Mpendwa, yawezekana uko hapa
una kipawa fulani, umejazwa na Roho Mtakatifu, sema tena, Bwana unijaze tena mara nyingine. Wapendwa ambao wamebatizwa, muwe na wakati wa kusema Bwana unijaze. Sisi wote, wamama, wazee, vijana, watoto, tumesoma katika Yoeli, alisema vijana, watoto, wazee. Kuna watu walibakia hata kidogo. Sote Mungu anataka atujaze. Sasa wewe na mimi, kila mmoja aseme hivi, Bwana ninataka unijaze Roho wako Mtakatifu. Unipe kipawa vile unavyotaka. Unijaze, niseme kwa lugha mpya, nione maono, nipate karama ya kuhubiri na kadhalika. Roho apate kutujaza sisi sote. Wapendwa, tuwe na korasi kidogo. Utume Roho yako juu yetu, kama ulivyofanya hapo kale. Ujaze Roho wako ndani yetu, tusiwe watu wa uvuguvugu. Uwashe moto wako ndani yetu, tusiwe watu wa uvuguvugu. Uwaamushe waliosinzia, waliochoka huku safari. E Bwana, utujie kama kale ulivyowabariki watu. E Bwana, utujie kama kale ulivyowabariki. Fungua kinywa chako, sema na Bwana, Bwana unijaze Roho wako. Nataka unijaze, nataka unijaze. Unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Tuombe. Tafadhali fungua kinywa chako, sema na Bwana, e Mungu unijaze. Usijali hali yako, usijali maisha yako, sema na Bwana unijaze. Unijaze leo. Omba Mungu kwamba unijaze Roho wako. Oh Yesu, tunakuhitaji Baba. Tunakuhitaji leo, tunakutaka leo. Yesu mkombozi wetu, mfalme wetu, utusikie, utusaidie. Tunataka utupatie hamu ya kujazwa na Roho wako, ya kujazwa na nguvu zako, ya kujazwa na uweza wako. Utujaze Roho wako Mtakatifu. Utujaze Baba, utujaze Mungu wetu. Tunataka utujaze. Jaze hawa wapendwa walibatizwa, jaza korale zetu, jaza wainjilisi, washemasi. Tunahitaji kujazwa nawe Bwana. Utujaze, utujaze, utujaze. Utujaze Roho wako Yesu. Utujaze kanisa letu. Ulijaze Roho wako Baba. Tunakuhitaji utujaze. Tunakuhitaji utujaze. Roho wako Mungu uliye juu mbinguni. Utujaze Roho wako Yesu. Tunakuhitaji leo. Jaza kila mmoja wetu. Jaza wadada, wazee, jaza wababa, vijana. Utujaze Mungu wetu. Tunakuhitaji. Baraka zako, neema yako iwe pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo. Amen.